أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم المنة، والحمد مفتاح لباب الجنة، والحمد موجب المزيد في العطاء، ومن يداوم ينكشف له الغطاء. فكم لربي من آياد ونعم سابغة على الورى محض الكرم، وأعظم النعمة هدي الخلق لدينه الإسلام دين الحق. فأرسل المختار ختم الأنبياء، ومنبع الأسرار مصدر الضياء، فبلغ الدعوة بالأمانة والصدق والعصمة والفطانة، وترك الناس على محجة بيضاء مع وضوح كل حجة، والثقلان من وصاة المصطفى، وحسب هذين وصاة وكفى. فأهل بيت المصطفى في قرن مع القرآن جاء ذا في السنن. صلى عليك الله يا مختار، ما جن ليل أو بدا نهار. وخصت الصلاة أهل البيت من هم حياة كل قلب ميت، وعمت الصحاب أنجم الهدى وكل من لنهجهم قد اقتدى. والحمد لله وصلى الله على نبيه ومن والاه. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, katika halaka yetu ya leo tutaziangalia aya za munafiqina zilizomo katika suratul Ahzab. Na kama tulivyotangulia, wakati tukiziangalia aya za munafiqina katika suratul Tauba, tulisema hayatoeleweka maudhui ni mpaka tuwe na lamha kidogo tuzungumze ghazwatu Tabuk. Vile vile tulipokuwa tukizungumza aya za munafiqina katika suratul Ashri, tulisema hatutokuwa na namna yoyote ili maudhui yaeleweke. Ni uzuri kwanza tufanye mukaddima kuhusiana na vita vya ghazwatu Bani Nadhir. Na leo ndugu zangu, tukiamua kuzungumza dori la wanafiq au aya za wanafiq katika suratul Ahzab, yatulazimu kwanza kabisa tuzungumze japo kwa uchache vita vya Ahzab, kwa jina lingine ghazwatul Khandaq. Kupitia kuvizungumza vita hivi tutapata ile ishara na tutaona ile mienendo ya Mayahudi na ile bia ambayo iliwasukuma tutaona ile mienendo ya wanafiki na ile bia ambayo imewasukuma wanafiki wayafanye mambo kama yale. Tulitangulia katika kuzungumza vita vya Bani Nadhir, tukasema kwamba Mtume alipowafukuza Bani Nadhir walitawanyika, wengine wakaenda Sham na wengine hawakwenda Sham, walikwenda Makka. Vita vya Khandaq vilitokea mwaka wa 5. Ina maana kati ya vita vya Khandaq na vita vya Bani Nadhir tofauti ni mwaka mmoja, kwa sababu utaratibu wa vita vya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaka aliyoguria Mtume Madina hakukuwa na vita. Mwaka wa pili ulikuwa ni vita vya Badri, mwaka wa 3 ikawa ni vita vya Uhudi, mwaka wa 4 ikawa ni vita kukatangulia kwanza mambo ya kina Bani Qainuqa katika mwaka wa 4, kisha katika mwaka huo huo yakaja mambo ya kina Bani Nadhir. Mwaka wa 5 ikawa ndio vita vya Khandaq, kisha mwaka wa 6 ikawa ni vita
vya Bani al-Mustaliqi au vita vya al-Muraisia kama tutakavyokuta kuvieleza. Walitoka Mayahudi Bani Nadhir ambao ni Salam ibn Mishkam na Kinanatu ibn Abi al-Huqaiq na Huyay ibn Akhtab na Hawdha ibn Qais na Abu Amir al-Fasiq. Hawa ni Mayahudi watano na wote hawa ni katika Bani Nadhir. Baada ya Mtume kuwafukuza wao, hawakwenda Sham. Hawa walitoka wakenda Makka, wakawa wawabembeleza wale makafiri wa Makka kina Abu Sufyan wakati huo kabla hajasilimu, wakiwabembeleza kwamba wategeze jeshi ambalo watawakusanya watu wa Makka, watakusanya makabila yaliyoko kando kando ya Makka ili kuwe na jeshi la kutosha la kwenda kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Swali ambalo waliulizwa hawa Mayahudi na Makureshi wa Makka, waliulizwa kati ya dini yetu na dini ya Muhammad bora ni ipi? Mayahudi ni ahlu kitab na sisi tuna Qur'an. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo tuingiliana, lakini makafiri wa Makka ni habadatul asnam, wao waabudu masanamu. Hakuna namna kabisa ya jambo lolote ambalo tutaingiliana wao. Angalau Mayahudi utasema kwa kuwa wao ni ahlul kitab na sisi tuna Qur'ani, labda kuna baadhi ya mambo ambayo tushirikiana sisi na wao, kwa sababu mitume wote risala yao yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini walipoulizwa hili swali kwa sababu ya chuki ambayo Mayahudi walikuwa nayo, wakawaambia Makureshi, dini yenu ni bora kuliko dini ya Muhammad. Walipoizungumza hili, ndipo Makureshi walipokubali kutengeza jeshi la kwenda kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakafanya kampeni, makabila yaliyoko kando kando ya Makka yote wakatoa watu wao, mpaka jeshi likafika takriban watu 10,000. Takriban jeshi lilikuwa ni la watu 10,000. Katika hili jeshi la watu 10,000 ndani yao kulikuwa na kina Ghatafan ambaye kiongozi wao ni Uyainatu ibn Hisn, na kiongozi mwingine ni Al-Harith ibn Auf na Mas'ud ibn Rukhaila, na kabila ambalo na kina kabila Ashja ambalo walichanganyika na kina Bani Ghatafan, wote kwenda kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Takriban tumesema ni watu 10,000. Watu 10,000 Mtume atapambana vipi? Na watu wa Madina, masahaba wa Mtume, wale wanaopigana hawafiki idadi hiyo. Mtume alayhi salatu wassalam akawakusanya masahaba kutaka ushauri, tufanye nini? Kila mmoja akatoa rai, lakini rai iliyopendekeza siku ile ni rai ya Salmanul Farisi. Salmanul Farisi, na hapo ndio mwanzo tena kuingia katika Uislamu, akampa rai Mtume, akamwambia, sisi kule Fursi, kule kwetu Fursi, idha husirna, tukiringizwa na makafiri, khandaqna, huwa twachimba khandak, twachimba mashimo makubwa ambayo kwamba yatawazuia makafiri kuingia katika mji kutupiga. Mtume sallallahu alayhi wasallam akayafikihi rai ya Salman al-Farisi, kukaangaliwa zile njia ambazo Makureshi waweza kuingilia nazo mji wa Madina. Isieleweke kwamba Khandaq ni mji wote wa Madina ulichimbiwa, hapana, haikuwa hivyo. Kuliangaliwa ile sehemu ambayo kawaida makafiri au maadui watakuja kuingia nayo, manake sehemu nyingine hakuna njia ya kuingilia, ila wataingia na sehemu hiyo. Hiyo sehemu Mtume alayhi salatu wasalam akatoka na masahaba. Mtume akawaambia, hizi ndio sehemu ambayo tutachimba Khandaq. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akapima. Angalia khitwa ya Mtume. Mtume akapiga mistari, kila dhira 40 Mtume akaweka masahaba 10 wachimbe Khandaq hapa, kila dhira 40 masahaba 10.
watu wakaanza kuchimba, na ndio siku hiyo ambayo kulitokea mzozo, kwa sababu Salmanul Farisi wanasema alikuwa ni mtu ana nguvu, mwili wake mwili wa afya. Sasa kila kundi, yani kila watu 10 walikuwa wakitaka Salman awe ni mmoja wao. Kila watu wasema Salmani awe kwetu, Salmani awe kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Salmanu minna ahlal bait, akapata sharaf. Mtume akasema Salman ni katika sisi ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Katika kuchimba, ndugu zangu, kuna baadhi ya mambo ni dharura tuyazungumze, kwa sababu hayo mambo yatatupa kwa nini Mayahudi walizungumza yale walioyazungumza. Katika kuchimba Khandaq, katika ile grupu ambayo Salmani alikuwa nao, Al-Bara ibn Azib yasema tulichimba tukafika mahali tukapambana na jiwe gumu, jiwe ambalo kwamba halisikii mtaimbo, halisikii jembe, halisikii sururu, halisikii chochote, jiwe ambalo mpaka latuvunjia sururu zetu. Na masahaba wako chini. Sasa wakamtuma Sayyiduna Salmanul Farisi, panda umwambie mtume kuna jiwe ambalo limetushinda, na umwambie mtume hatutaki, manake tunao uwezo wa kubeta tuliacha hili jiwe, lakini mtume ametucholea mstari na sisi hatutaki tuwachole mstari wa mtume. Sayyiduna Salmanul Farisi akapanda mpaka akaenda akamwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume akamwambia Salmanul Farisi, mimi nitalishukia hilo jiwe. Mtume alayhi salatu wassalam akashuka mpaka kule chini, akachukua ile sururu. Mtume akainua mara ya kwanza, akalipiga lile jiwe. Alipolipiga lile jiwe, thuluthi yake likavunjika, kukatokea cheche. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wakati yapiga mtume akasema bismillah. Kulipotokea cheche, mtume akasema Allahu akbar, u'titu mafatiha Sham, nimepewa funguo za Sham. Hapa nilipo, aambia maswahaba, hapa nilipo na yaona majumba ya Sham. Mtume akasema bismillah, akapiga mara ya pili, kukatokea cheche, thuluthi ya pili ile jiwe limevunjika. Mtume akasema Allahu akbar, u'titu mafatiha Faris, nimepewa funguo za Faris. Hapa nilipo mimi na yaona majumba naona ile almadain, yale majumba yaliyoko kule Faris na yaona. Mtume akapiga mara ya tatu, jiwe likamalizika lote. Mtume akapiga tena takbir baada ya kutoka cheche, kisha mtume akamwambia u'titu mafatih al-Yaman, nimepewa funguo za Yemen. Mimi hapa nilipo naona mpaka mlango wa kuingilia Sanaa kule Yemen. Hili tukio ndugu zangu tutalirejelea. Sasa dori la wanafik katika kuchimba Khandaq, walikuwa na dori gani wanafik? Wanafik dori kubwa walilofanya wao ilikuwa ni kujaribu kuwachelewesha Waislamu na kuwavunja moyo Waislamu wasifanye kazi kama ile, kama tutakavyokuja kueleza mbele. Tumesema makafiri walikuwa ni watu 10,000, jeshi la mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni watu takriban 3,000. Haikutosheka ndugu zangu, wacha wale watu 10,000, haikutosheka. Wakati maswahaba wajishughulisha na kuchimba Khandaq, Huyay ibn Akhtab ambaye alikuwa ni kiongozi wa Bani Nadhir, wale waliofukuzwa wale, Huyay ibn Akhtab akaondoka akenda kwa Ka'b ibn Asad al-Quradhi, ambaye huyu alikuwa ni kiongozi wa Bani Quraidha, Mayahudi watu watili. Akenda kwa Bani Quraidha, yule kiongozi wa Bani Quraidha alipomuona tu Huyay akamfungia milango, akamwambia wewe umekuja kuniharibia mambo ya watu wangu, wewe bwana niache hivi hivi. Lakini mwisho akamshawishi mpaka akakubali kumkaribisha ndani. Alipoingia ndani, Huyay ibn Akhtab akaanza kumshawishi Ka'b
ibn Asad al-Quradhi. Akamshawishi mpaka mwisho Bani Quraidha na wao wakaingia kwenye chama, wakawa tayari kumpiga vita Mtume. Sasa ndugu zangu, nataka usawirishe, kumetoka jeshi kutoka Maka, jeshi la watu 10,000 laja, na huku kuna Bani Quraidha ambao wako ndani ya mji wa Madina, na wao wamewafiki wale watu 10,000 waja kumpiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yeni Mtume kwa lugha nyepesi ameringizwa kwa kila pande, ameringizwa kwa nje, kuna maadui waja, na kuna maadui kwa ndani wako tayari kumpiga bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa ufupi, walikuja Makureshi hawa watu 10,000 walipofika Madina, walipojaribu kuingia wakakuta yale mashimo. Abu Sufiani akawaambia wenzake, akawaambia hisi katika hila za Waarabu hatuna mipango hii. Yaonekana Muhammad ana mtu ambaye si Mwarabu ndiye aliyeleta hii fikra ya kuchimbwa makhandaki kama, na alikuwa ni mashimo makubwa ambayo mtu hawezi kuruka kwenda upande wa pili, ila kuna baadhi ya sehemu ambazo zilikuwa zimechimbwa kwa wembamba. Kuna baadhi ya sehemu, hiyo sehemu makafiri walifaulu kuruka takriban kama watu 3, lakini wote waliuliwa. Kwa ufupi, katika vita vya Khandaq, katika makafiri kuliuliwa watu 3, na kwa Waislamu pia kadhalika kulipatikaniwa watu 6, ndio ambao kwamba walifariki, 3 katika Aus na 3 katika Khazraj. Ndugu zangu, baada ya Makureshi kuyaona yale mashimo, wakafanya hiswar, wakaringiza, yani cha nje hakiingii na cha ndani hakitoki. Hofu ambayo iliwaingia Waislamu, namna watu walivyoingiwa na uoga siku hiyo, ilikuwa ni ajabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza ile hali. Ukisoma kwenye Qur'ani utaona wallahi ilikuwa ni mandhar ajib, mandhar rahib, mandhar ya kuogopesha. Mwenyezi Mungu alizungumza katika suratul Ahzab aya ya 19 mpaka aya 20. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 19 mpaka 21, Mwenyezi Mungu asema bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Angalia Qur'ani yasema idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Wale makafiri waliowajilia kwa pande mbili. Idh ja'ukum, zamu walipowajilia nyinyi, min fawqikum, kwa juu yenu. Waliokuja kwa juu yao ni kina nani? Ni wale waliokuja kwa upande wa mashriq. Ni kina nani waliokuja kwa upande wa mashriq? Ilikuwa ni Bani Asad na Bani Ghatafan, ambao viongozi wao ni kina Malik ibn Aufi, kina Uyainatu ibn Hisn na kina Tulayhatu ibn Khuwailid al-Asadi, na mfano wao kina Huyay ibn Akhtab. Hawa ndio wale ambao kwamba walikuja kwa upande wa juu. Ukisoma katika tafsiri wanasema walikuja kwa upande wa mashriq. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Hawa waliokuja min asfala minkum ni wale waliokuja min batnil wadi, katika tumbo la wangwa. Yani katika tafsiri wanasema ni wale waliokuja min qibali al-maghrib. Kwa hivyo Waislamu walikabiliwa min qibali al-mashriq na kina Bani Ghatafan na wengineo, na min qibali al-maghrib walikabiliwa na Makureshi ambao ni Makureshi kina Kinana, Abu Sufyan akiwa ndio kiongozi wa jeshi kama hilo, Abu al-A'war Amr ibn Sufyan as-Sulami, wote hao walikuweko katika hili jeshi. Wakawaringiza Waislamu takriban siku 20. Hofu, babaiko, dhiki ambayo Waislamu walikuwa nayo, Mwenyezi Mungu ameieleza katika suratul Ahzab, asema wa idh zaghatil absaru
yale macho yalikodoka. Yani tabia ya mwanadamu akipata jambo la kumshtua huyatoa macho. Mwenyezi Mungu asema wa idhaghatil absar, kumbukeni zama macho yalipokodoka, macho yalipowatoka. Wa balaghatil qulubul hanajira, hizi nyoyo zilifika kwenye mitulinga. Yani mtu yuhisi kama ambaye yataka kufa kwa ile mandhari ambayo na uoga uliokuwa umewaingia. Mwenyezi Mungu asema watadhunnuna billahi dhununa, mamdhania Mwenyezi Mungu dhanna nyingi. Mara wengine wadhania Mwenyezi Mungu hatatunusuru, mara wengine wadhania sisi leo tumekwisha, mara watadhunnuna billahi dhununa. Mwenyezi Mungu mwenyewe asema hunalika btuliyal mu'minun, hapo ndipo mahali waumini walipewa mitihani. Wazulzilu zilzalan shadida, walitetemeshwa mtetemesho mkali. Hii ndiyo sura ukisoma utaelewa kwamba Waislamu katika vita vya Ahzabi walikuwa wamebanwa kiasi gani. Kwa ufupi ndugu zangu, Waislamu walibanwa mpaka ikafikia mahali Mtumi akawapelekea habari kina Bani Ghatafan kwamba niko tayari thuluth za matunda ya Madina ni wape, lakini msitupigeni vita. Lau si Saad ibn Ubada na Saad ibn Muadh kumwambia Mtume la hatutaki, litakalokuwa na liwe. Lau si wao, Mtume ilikuwa amefikia mahali awahurumia maswahaba zake kwa ile dhiki ambayo aliona nayo, mpaka Mtume akawa yuko tayari thuluthi ya matunda ya Madina wapewe Bani Ghatafan, wapewe kina Bani Quraidha, ili waache kuwanusuru, kuwasaidia Makureshi kwa ajili ya Mtume, kwa ajili ya kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ufupi ndugu zangu, tusiyafanye marefu, lau si Nuaym ibn Mas'ud, basi Waislamu Mwenyezi Mungu ajua zaidi kungelitokea nini. Lakini Mtume ameketi na masahaba, ghafla amekuja Nuaym ibn Mas'ud. Nuaym ni kafiri alikuwa, akasilimu kisirisiri, watu hawajui. Kisha Nuaym akapata nafasi, akaingia Madina, akaenda kwa Mtume, akamwambia mimi nimesilimu, lakini jamaa zangu bado wajua kwa mimi ni kafiri, nifanye nini kukutoa katika hali hii? Mtume akamwambia wewe mtu mmoja utafanya nini? Mtume akamwambia khadhil anna alqauma, lakini fanya namna hawa watu waache kusaidiana, kwa sababu innal harba khud'a, vita ni kudanganyana, vita ni kuhadaana. Nuaym ibn Mas'ud alifanya dori lake ambalo mtu akilitaka ataliona katika vitabu vya sira, dori ambalo kwamba lilifanya kazi nzuri mpaka ikawa ndio sababu ya Waislamu kupata nusra, mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuleta upepo mkali, upepo ambao ulikuwa wangoa yale mahema. Ukiweka chungu chako kwenye jiko cha ruka, nguo ukijaribu kuianika ya ruka. Yani upepo uliwatia hofu makafiri wa Maka, wakaona hakuna namna, sasa lazima turudi. Abu Sufyan akatoa hutuba yake maarufu, ikiwa Sayyiduna Hudhaifa yuisikia hutuba kama ile, watu wakaondoka, ndipo afueni ikapatikana. Sasa Waislamu wakarudi katika hali ya kawaida. Ndugu zangu, wanafiki walikuwa na dori gani katika vita vya Khandaq? Dori la kwanza, walikuwa na dori la istihzai, dori la kuteza shere. Wakati Mtume alipopiga lile jiwe, akapiga takbiri, akasema u'titu mafatiha ash-Sham, u'titu mafatiha Faris, u'titu mafatiha al-Yaman. Ukisoma katika tafsiri ya Imam Tabari, katika maneno ambayo Mtume aliwaambia maswahaba, aliwaambia Jibril amekuja akanambia kwamba nyinyi umma wangu mtazishinda sehemu zote hizo, mutaimiliki Sham, mutaimiliki Fursi, mutaimiliki Yemen. Jibril amekuja akanambia hayo. Sasa wale wanafiki wakawa wateza shere. Mu'attib ibn Qushayri ameketi na wenzake, anamwambia sana, huyu jamaa kazidi huyu. Yeni sisi hapa tuachimba shimo, hofu imetuingia, mtu kwenda kujisaidia haja kubwa pia hawezi.
Huyu jamaa yuwazungumza mambo ya Fursi, mambo ya Sham, mambo ya Yemen, kisha wenzake wameketi wacheka. Hii ni katika yale ambayo yuwazungumza huyu mtu wao Mu'attib ibn Qushair. Mwenyezi Mungu akawazungumza, wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Hii ndio la kwanza, dor la istihzai na kejeli. Wanafiki dori lao la pili katika vita vya Ahzabi, ni watu walikuwa wana hofu. Ni watu walikuwa wana hofu. Yani usimuone munafiki kwamba akajitutumua ukasema ni shujaa, ni waoga kuvuka mipaka. Mwenyezi Mungu auzungumza uoga wao wakati Waislamu wapambana, auzungumza uoga wao. Mwenyezi Mungu asema fa idha jaa al-khawfu, khofu ikija, ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut. Hawa mabwana, ile hofu ikija utaona macho yazunguka hivi, macho yazunguka, macho yao ni waoga kama kwamba wataka kufa. Hii ndio hali waliokuwa nayo. Na miongoni mwa kuthibitisha kwamba ni waoga, hata kina Abu Sufiani wale Makureishi baada ya kuondoka, walipoanza kurudi makwao, bado huku wanafiki wangificha, waogopa, hawaamini kama jamaa washaondoka. Mwenyezi Mungu akawazungumza akasema, yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in ya'ti al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum. Hii ndiyo ushujaa waliokuwa nao. Miongoni mwa dori ambalo wanafiki waliliteza katika vita vya Khandaq, walikuja wale Banu Haritha na Banu Salama, wakamwambia Mtume, inna buyutana aura, nyumbani kwetu hakuna watu. Yani nyumba zetu haziko madhubuti, milango haikufungika na hakuna watu, tuachelea jamaa wasije wakaingia. Mwenyezi Mungu akalizungumza hili jambo lao, akamwambia Mtume, wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana aura wa ma hiya bi'aura in yuriduna illa firara. Lengo lao watakatu kukimbia, hawana lengo la kwamba ati kwa sababu lengo lao wataka kukimbia watu kama hawa. Miongoni mwa lengo la wanafik au miongoni mwa dori la wanafik katika vita vya Ahzabi ni kujaribu kuwavunja moyo Waislamu. Kama tulivyotangulia kuzungumza, walijaribu sana kuwavunja moyo Waislamu na kuwaangusha zile maanawiyati zao ili wasiwe na nguvu ya kushiriki katika vita kama vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza hili dori lao katika aya mbili, katika aya 13 na katika aya 18. Katika aya 13 Mwenyezi Mungu asema, wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u. Na katika aya 18, qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Mwisho kabisa Mwenyezi Mungu akatueleza kwamba hawa mabwana, hawa wanafiki ni waoga katika vita, lakini sasa ngoja vita viondoke, Ahzabi waondoke, huwa wana ulimi mkali na kujifanya wao ni maswahswaha kuzungumza. Mwenyezi Mungu akasema, fa idha dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidad ashihatan 'ala al-khair ulaika, mpaka mwisho aya. Mwenyezi Mungu asema hofu ilipoondoka, sasa salaqukum bi alsinatin hidad, maana zile ndimi zao huwa ni kali kukabiliana na nyinyi, lakini pamoja na ndimi kuwa ni kali, ni ashihatan 'ala al-khair, ni wachoyo juu ya mambo ya khairi, hawatoi chao. Kwa hivyo ndugu zangu, dori la wanafik katika suratul Ahzabi ni hili, ni dori ambalo kwamba liko wazi. Walijaribu kuyafanya yote haya ili kumfanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashindwe katika vita kama hivi. Mwenyezi Mungu inshallah atuepushe na maradhi ya nifaqi na tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.